Ya, kila unapopatana na kibwagizo hicho una ufahamu wazi ya kwamba tuko ndani ya nukuu ya matumaini ndani ya Radio Fortune Africa. Nukuu ya matumaini. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Zayuni ambao hautikisiki wakaa na hata na milele. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Zayuni usiotikisika wakaa na hata na milele. Kama milima inavyozingira Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyozingira watu wake tangu sasa na hata na milele. Kama milima inavyozingira Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyozingira watu wake tangu sasa na hata na milele. Mungu huyu tunayemtumikia ni Mungu katika mabonde, anabaki Mungu. Ni Mungu katika milima, anabaki Mungu. Ni Mungu wakati wa njaa, anabaki Mungu. Ni Mungu wakati wa shibe, anabaki Mungu. Yeye ni Mungu asiyebadilika, aliyekuweko, aliyoko sasa, atakaye kuweko. Nasema katika bonde ulilo ndani, ilo shimo naloonekana ni kama umekwama ndani, yupo Mungu. Posa kila wakati nasema lipo tumaini. Ya kwamba Mungu huyu anatuahidi ya kwamba jinsi milima inavyozingira Yerusalemu kijiografia, yeye ni mwaminifu. Hata yeye atahakikisha amezingira maisha yako, amezingira biashara yako, amezingira jamii na jamaa yako, amezingira watoto wako. Mtumainio Bwana ni kama mlima Zayuni usiotikisika wakaa na hata na milele. Tamanio langu majira asubuhi, Bwana akulinde, vikwazo visikutikise, vitina visikutikise, magonjwa yasikutikise, mahafa yasikutikise. Salia ndani ya Bwana. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Zayuni usiotikisika. Katika nukuu, na kama milima inavyozingira Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyozingira watu wake tangu sasa na hata na milele. Ukuu wake Jehova upo pamoja nasi. Hatutachoka wala kunyamaza, hatutasinzia wala kurejea nyuma. Wakati wa mateso haya yote tutajikaza, tutasonga mbele, tutamuita Mungu tukisema wazi katika maandiko, wote waliomtumainia Bwana walifaulu, tutafaulu. Wote waliomtafuta Bwana waliinuliwa, tutainuliwa. Na hata katika bahari abadiliki. Hata ndiye anayeweka njia katika bahari. Hata katika jangwa na nyika hajawahi badilika. Ni yule wa jangwa na nyika, ni yule pia wa baharini. Anatenda makubwa kabisa. Nasema hivi katika habari za nukuu ya matumaini. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Zayuni ambao hautatikisika wakaa na hata na milele. Kama milima inavyozingira Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyozingira watu wake tangu sasa na hata na milele. Kuwa miongoni mwa wanaozingirwa na Jehova. Kuwa miongoni mwa wanaolindwa na Baba. Kuwa miongoni mwa wale ambao Bwana anawatunza. Ili katika nyakati za shaka na mashaka, nyakati za mateso, nyakati za kukataliwa, nyakati za kusukumwa, nyakati za kutemwa, nyakati za kupoteza ajira, nyakati za kupoteza kazi, nyakati za biashara kuanguka, nyakati za kujipata matesoni, utakuwa ungali na yeye aliye mtetezi anayekuzingira. Maana kwa njia nyingine anaweza sababisha vitu na vikabadilika. Waliodhani umeisha waone unaendelea. Waliodhani ya kwamba utasimama waone umesimama. Waliodhani ya kwamba mwisho wako umefika waone mwanzo ndio umeanza na mambo yanasonga. Na ndio nukuu ya matumaini na Matthew Ndeva ndani ya Radio Fortune Africa. Ukweli na burudani, the heartbeat of Africa. 456146 unit namba yetu. Pia tunaomba Mungu wa amani anapokubariki na wewe pia nawe bariki kituo hiki. Kwa majira haya Mungu anapokuinua na wewe pia ni vyema nyosha mkono wako, simama na kituo hiki na itakuwa ni baraka sana. Maana tunatamani, na tamanio letu ni kupenyeza na kuvuka kufika FM. Ikiwa tutazipata hizi senti, jambo nyepesi.
tutakuwa pia nasi tunavuma na kuvuma kabisa ndani ya FM kwa njia bora sana na kutamba kule, maana maono na ndoto itakuwa imetimia. 45 61 468 tin namba ya idhaa Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Imekuwa ni nukuu ya matumaini na Matthew Ndeva.